Hakika ni simanzi ya Tanzania, hakika ni simanzi ya tasnia, na hakika hii ni simanzi kwa kila ambaye aliguswa na kupendezwa na kazi ambazo alikuwa akizifanya marehemu Hawa almaarufu Karina, lakini pia kwa yote ambaye alikuwa akifuatilia katika nyenendo ambazo alikuwa akiumwa, lakini kwa yote ambaye alikuwa akihusika kwenye kuchangia kipindi cha maradhi yake. Niko na dadangu Emilda hapa, moja kati ya watangazaji na watu wa karibu wa Hawa marehemu, ambaye pia alihusika kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha anapambana kwenye swala la kuchangisha, anapambana kuhakikisha Tanzania wanajua hali yake, anapambana kuhakikisha Hawa anafarajika kwa namna moja ama nyingine. Nikasema tuzungumze naye leo tujue habari nyingine ambazo zinaendelea. Habari ya Edem? Salama, vipi hali? Salama, kwanza pole, lakini pia hongera. Asante kabisa. Pole ya wote kwa sababu wote tumepoteza. Pengine wengine anaweza kaichukulia vibaya hii kwa sababu nimepongeza kipindi cha msiba, lakini pongezi yangu hii pia inatoka kwa baadhi ya Tanzania ambao walikuwa wanaona mapambano yako. Ulikuwa kuna kipindi tunasema bado 8,000 bado 7,000 kuhakikisha mpaka kile ambacho kilikuwa kinahitajika kwa Hawa kimfikie, ili mbadi kwa ajili ya matibabu na nini. Kwa hilo nikupongeze sana. Asante sana, nakushukuru sana. Na kwa namna hiyo inawezekana kwa miongoni mwa watu ambao umeumizwa sana kwa sababu ulikuwa ukipambania uhai wake. Hebu tueleze kwenye hiyo situation, una feel vipi? Kwa kweli nimeumia sana, sitaki kukuficha, nimeumia sana sana. Yani hata nikiweza kumuelezea mtu jinsi nilivyoumia siwezi nikafikisha ujumbe halisi wa machungu alikuwa ndani ya moyo wangu. Kwenye kitu ambacho kinahusiana na fedha, kila mtu huwa na maneno yake katikati. Mwingine anaweza akasema hivi, mwingine anaweza akasema vile. Kwa nyakati zile ambazo ulikuwa ukichangisha kwa ajili ya uhai wake, kipi ulikuwa unahakikisha hata mtu akizungumza negative kuhusiana na misaada ile au akizungumza positive kuhusiana na misaada ile, lakini ulikuwa unajipiga kifua kwamba hapana, napambana ili kwa sababu ya rafiki yangu, ndugu yangu hapo? Kwa sababu kwanza pia uzuri au jambo jema, hata michango tulikuwa tukifanya ni kama ni pesa zilikuwa zinapita kwa mama yake na kwa yeye mwenyewe Hawa na kwa mdogo wake, zilikuwa namba za simu tatu. Kwa hiyo misaada kila kitu ni wao wenyewe. Mimi kazi yangu ilikuwa tu kuhamasisha watu waendelee kumchangia ili aweze kupata matibabu, lakini fedha kila kitu mchango ulikuwa unapita kwa Hawa, kwa mama yake na kwa mdogo wake. Alikuwa anakuambiaje marehemu kwenye nyakati ambazo ulikuwa ukimpambania? Sitaki kusema uongo au kujua kwanza kusema kwa sababu hayupo, lakini marehemu alikuwa anani appreciate sana, alikuwa yani mtu ambaye alikuwa achoke kuniambia nakupenda sana. Yani alikuwa kila mara anakuambia mimi hata nikilala leo ujua nakupenda. Ananiambia mimi hata kama nikilala leo sitoongea tena, jua Imelda nakupenda sana. Umeweza kunikatia tamaa, ukwenda ukaondoka moja kwa moja, ulikuwa unaenda unaniulizia hali, unanitafuta tunafanya hivi na hivi, haukuwahi kunikatia tamaa. Kuna sasa hivi kuna kile ambazo zinaendelea hususan kwa maradhi yake. Kuna wengine wanasema pengine labda kuna masuala ya kimazingira, nguvu za giza ambazo zimempoteza, na kuna mganga ambaye kuna kipindi alijitokeza akasema yeye sijui atamsaidia, na hata jana msibani alikuja naye akazungumza masuala ya kichawi na nini. Unaweza ukatuelezea ilikuwaje kwa nyakati ambazo alipelekwa kwa huyo mganga? Hapana, yule kwanza nafikiri mnamwongelea Tazani. Hata yeye Hawa alivyoenda pale alimwambia tu nakupa tu dawa ya kuweza, lakini hata yeye mwenyewe Tazani anamwambia uende hospitali. Kwa hiyo yani issue ni ya hospitali, labda kumpa tu dawa za kawaida tu ile, lakini hata yeye mwenyewe alimwambia inabidi ufanyeje, uende hospitali. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe Karina alikuwa sio mtu anaendekeza sana, alikuwa na swala la hospitali analifuatilia kwa ufasaha kwamba anatakiwa maradhi ya hospitali na niende hospitali. Alithibitisha masuala ya urogwaji. Tazi alikuwa anasema hivyo. Ulikuwa unaliona hilo na ukulihisi? Sikuwa mimi mara nyingi sana sijawahi kufuatilia kuhusiana na hilo, lakini hata yeye mwenyewe, na ndio maana angekuwa kama anashikilia kwamba kuna kulogwa, ina maana asingeweza kuweka maanani kwenda hospitali kumaliza hela zote kwenda huko India kutibiwa, angebaki tu angaika na mambo ya kienyeji. Lakini ukweli ni kwamba yeye mwenyewe alikuwa analisimamia, anajua mimi niko kwenye hivyo. Kwa fursa hii Imelda, zungumza na Watanzania ambao walikuwa wakihusisha kumchangia. Msiba umewagusa watu wengi sana, hata kwa walotoa 50 kwa ajili yake. Zungumza kwa na watu wao kwa kuwapa moyo na kuambia
pole hii ambayo imejitokeza? Uko hivi, na Karina alikuwa anashukuru kila kukicha kuhusiana na Watanzania ambao wameguswa na tukio hili. Alikuwa ana shukuru kwa kila siku, kila Mtanzania ambaye amenani, lakini tu alikuwa anasema natamani Mungu anijalie nipone, niepukane na kuomba hela za msaada. Mimi sipendi, kwa sababu pia sikuishi katika maisha haya, sikuzaliwa katika hili. Ni maisha ya kisanii au ni maisha ya kawaida ambayo alikuwa akialilia sana au akiyatamani sana kuyaishi? Karina hajai kutaka maisha show off. Alikuwa anaishi maisha ya kawaida sana. Alikuwa anaishi maisha ya kawaida ya chini, ambayo hata akipita hapo huwezi kujua chochote. Alikuwa anaishi maisha hayo. Binti yake ana umri gani sasa? Najua yuko kidato cha 4, lakini sijui kama kwenye form ngapi hapa. Sio atakuwa kwenye miaka mingapi, lakini yuko kidato cha 4. Harakati za malezi sasa hivi zitakuwa zinahusikaje, labda kama una taarifa hizo? Kwamba malezi yake kwa sasa hivi ambayo endelevu. Kwa sababu mtoto alikuwa anaishi kwa baba yake miaka yote na alikuwa kwenye malezi mazuri na amelelewa Kiislamu. Kwa hiyo yuko anajistiri, anavaa hijabu, mwanzo mwisho je kumkuta mtoto wake akatoka kichwa wazi. Kwa hiyo amelelewa katika maadili mazuri, na naamini kwa sababu alikuwa anakaa kwa baba yake miaka yote ataendelea kuwa hivyo. Na naamini watu wote wa kwenye sanaa huenda wakawa wanakutafuta sana yeye kwa ajili ya kupata taarifa na kujua kinachoendelea. Mwamko wao upoje mpaka hili lilipojitokeza? Okay. Mwamko wa wapo wengi wanasikitika. Unajua kila mtu hawezi kufurahi. Wengi wanasikitika. Kwa hiyo hamna mtu ambaye anaweza kufurahi kupitia hili. Kila mtu amesikitika kutokana na kifo cha Karina, kwa sababu kweli nikwambie hakuna mtu ambaye alikuwa aguswi na ugonjwa wa Karina. Kipindi chote kumbe alikuwa akipambania kwenye hilo. Watu walikuwa kwa sababu unajua Karina ameumwa muda mrefu. So watu wanasikitika kila siku, na kunawezekana wengine wanatoa hawana. Kwa hiyo mtu akiwa nacho ndo anapojaliwa. Nilipata habari kwamba Karina yeye mwenyewe alikuwa hakati tamaa siku zote alizokuwa akiumwa. Nasikia alikuwa akisema kuna siku nitapona. Karina hajawahi kukata tamaa. Alikuwa na ndoto zake nyingi sana. Alikuwa hajawahi kukata tamaa, alikuwa na ndoto nyingi kweli kweli za mbeleni, kwa sababu alijua anapona. Chochote cha kuzungumza ambacho mlikuwa mkizungumza ninyi wawili mkiwa pamoja, labda kwenye kati za kumpa moyo na kumfariji mtu, au yeye alikuwa akikwambia labda kama utani au ni? Karina tulikuwa tunataniana sana. Alikuwa jina nitakuwa my brown sugar, mara siku my chocolate. Alikuwa anasema napenda ngozi yako brown sugar, yani hivyo. Kwa hiyo kuna mautani mengi tulikuwa tukifanya. Tulikuwa tunafanya vitu vingi sana vya utani, vitu vingi sana tunataniana. Alikuwa yuko huru kunieleza chochote, hata kama cha chini ya uvungu alikuwa ananiambia. Alikuwa lazima, hata kama amekwazika au mtu kamkera kamkwaza, lazima niambie kwa uchungu. Ila kiukweli kwenye kati zote hizo haije kutokea zama au mara moja akajitokezaga mtu au akabainika mtu ambaye alikuwa hana nia nzuri naye? Kwamba kama kwa nia gani? Labda kwa maana kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wanasema pengine kuna nguvu za kichawi alikuwa zikitumika kwake na nini. Wengine mara sio alitakiwa kutokea kafara, wengine mara hivi. Alikuwa anaibuka mengi kwa miaka hiyo. Katika ugonjwa kama yule wengi wataongea, lakini kikubwa zaidi mwenye uwezo wa kufanya lolote kwa binadamu ni Mwenyezi Mungu aliyetuumba. Binadamu tutafanya tu kwa ajili ya kujifurahisha, lakini kama Mungu alikuwa hajapanga hawezi binadamu kufanya chochote. Kwa hiyo mwisho wa siku tunamwachia yote Mwenyezi Mungu. Mfumo wa wasanii wenzake labda kwenda kupokea mwili na kurudi hapa nyumbani upoje, au ni vile kikawaida? Hiyo sijajua zaidi, maana kwenda kumpokea napo, kama kwa sababu ratiba itatolewa kwenye mitandao, anauia kwenda kupokea mwili wa mwenzetu ataenda. Maana napo kwenda kumpokea mtu mwili uweze ukamlazimisha mtu. Kwa mtu akiona kama kuna ratiba anaweza kwenda airport, anaenda airport. Asante, shukrani sana, na leo tutabala kumalizia. Asante sana. Shukrani sana.